Hii sio hadithi ya zamani sana. Ni mwaka 2014. Ndege ya Malaysia Airlines yenye namba MH370 iliondoka Kuala Lumpur kuelekea Beijing ikiwa na watu 249, kila mmoja ikiwa na safari yake ya maisha, ndoto na matumaini. Ilikuwa safari ya kawaida. Hakuna aliyehisi hatari, hakuna aliyedhani kwa dakika chache zijazo zingebadilisha historia ya usafiri wa anga duniani. Baada ya kupaa na kufika kwenye kiwango cha kawaida cha kuruka, rubani alitoa ujumbe wa mwisho kwa mnara wa kuongoza ndege akisema, "Good night Malaysia 370." Sekunde chache baadaye mawasiliano yakakatika hafla, rada zikapoteza alama ya ndege na MH370 ikatoweka bila kutoa ishara yoyote ya dharura. Hakukuwa na mlipuko uliorekodiwa, hakuna wito wa msaada, kulikuwa tu na ukimya mzito uliotia hofu. Utafutaji mkubwa ukaanzishwa mara moja, ukihusisha bahari ya Hindi na maeneo makubwa ya anga. Mataifa mbalimbali yakashirikiana, teknolojia za kisasa zikatumiwa, lakini majibu yakabaki kuwa machache. Kadri siku zilivyopita, matumaini ya kuwapata abiria hao yalianza kufifia, huku maswali yakizidi kuongezeka kuliko majibu. Nadharia nyingi zikaibuka, baadhi zikisema ndege ilibadilishwa mwelekeo wake kwa makusudi, wengine wakidai ikitekwa au ilipatwa na hitilafu isiyo ya kawaida. Hata hivyo, kuna nadharia iliyoweza kuthibitisha kikamilifu. Kila dalili mpya ilifungua mlango wa swali jipya, na kila jaribio la kueleza lilizaa mashaka zaidi. Mpaka leo MH370 bado ni siri nzito. Watu 249 waliopotea angani kana kwamba walimezwa na dunia. Familia zao bado wanaishi na maumivu ya kusubiri ukweli ambao haujawahi kuwekwa wazi. Maswali bado yako hewani na majibu bado hayajapatikana. Majibu yako wapi? Ndege ya Malaysia bado inabaki kuwa fumbo lisilo na mwisho. Kumbuka kuendelea kufollow na kucomment katika akaunti yetu.